Langu jina ni Fadhili mwana wa Taji, na leo tupo kwenye kipindi chetu bora kabisa kinachokwenda kwa jina la Ijue Sheria. Na kwenye kipindi hiki siku ya leo tutakuwa na mgeni wetu ambaye ni hakimu wa wilaya mfawidhi, na kwenye kipindi chetu cha leo tunaenda kuongelea sana juu ya wiki ambayo tunaiendea na siku ambayo tunaiendea, maadhimisho ya wiki ya sheria pamoja na siku ya sheria nchini. Kwa hiyo mgeni wetu atajitambulisha kwa majina yake, ndipo tutaendelea na maswali mengine ili tuweze kufahamu zaidi kwamba tunaenda kuongelea nini hasa kwenye maadhimisho haya ya wiki ya sheria pamoja na siku ya sheria. Karibu sana na hongera sana kwa majukumu ya kazi na kulijenga taifa. Asante sana ndugu mtangazaji, hongera na wewe. Asante sana. Naitwa Sikituila Mwalusamba, ni hakimu mkazi mfawidhi wa wilaya ya Nachingwea. Watu au watazamaji wetu wanataka kufahamu hasa siku ya sheria nchini ni nini? Siku ya sheria nchini ni maadhimisho ambayo hufanywa na mahakama kwa kila ngazi ya mahakama kwa Tanzania nzima. Maadhimisho haya kuashiria uanzaji wa shughuli za mahakama kwa mwaka husika. Kwa ni wakati ambao mahakama kwa mwaka huo inaanza usikilizaji wake wa mashauri. Okay, nafikiri kwa kipindi chote tunapoenda kuadhimisha wiki hii ya sheria, basi tunakuwa na kauli mbiu ambayo inayotumika kutuongoza kwenye wiki hii ya sheria. Kwa hiyo kwa mwaka huu 2024 kauli mbiu yetu ya wiki ya sheria ni ipi? Kwa mwaka huu kauli mbiu ni umuhimu wa dhana ya haki kwa ustawi wa taifa, nafasi ya mahakama na wadau katika kuboresha mfumo jumuishi wa haki jinai. Ni nani hasa wadau wa haki hizi jinai? Wadau wa haki jinai inaweza kusema kwamba hata mwananchi anaingia, kwa sababu kosa la jinai likitendeka linaanza kutendeka huko uraiani ambako mwananchi yupo. Kwa hiyo naweza kusema mwananchi ataingia kama mdau wa kwanza kabisa, anafuata polisi, ofisi ya mwendesha mashtaka, then tunakuja mahakama na baadaye magereza, ambapo ndio tunapeleka yule mahabusu au mtuhumiwa ambaye ametoka huko kwa wananchi. Tujue sasa haki jinai ni nini hasa, ili sasa kila mmoja ajue kwamba yeye anakuwa mdau katika namna ipi. Haki jinai inahusisha ukamataji, upelelezi, na hivi vyote vinatakiwa vifanyike kwa kuzingatia taratibu na kanuni za sheria. Kwa ukamataji usikiuke kanuni ya kanuni za polisi NGO, na pia usikiuke sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ambayo tunaita CPA, na pia na upelelezi pia ufanyike kwa wakati na mtumiwa apelekwe mahakamani kwa wakati. Hata pia mwendesha mashtaka afuate taratibu zote za uendeshaji mashtaka, na pia mahakamani mashauri yasikilizwe kwa wakati na haki patikane kwa wakati, na pia hata mahabusu akipelekwa gerezani, basi sheria za gereza zifuatwe, na hata pia mfungwa akifungwa, na pia sheria za gereza kumuhusu zifuatwe. Mtazamaji, nafikiri umepata maana nzima ya haki jinai, ambapo yenyewe ndio inakuwa inabeba maana ya msingi kabisa katika kauli mbiu yetu. Okay. Umeongelea swala la haki jinai, lakini sasa kupitia hii kauli mbiu yetu, mahakama sasa ina nafasi gani katika kuboresha huu mfumo wa jumuishi wa haki jinai? Mahakama imekuwa ikitoa maboresho mbalimbali kuhusiana na huduma zake ili kuweza kuweka sawa dhana ya maboresho ya haki jinai, na moja ya nguzo zake
ambayo ni nguzo ya pili ya mpango mkakati wa mahakama wa 2020 mpaka 2021 mpaka 2024 na 25 ni kuwezesha haki kupatikana kwa wakati kwa wateja wetu. Hii ni nguzo ya pili ya mahakama, na kwa kuzingatia hilo, mahakama imekuwa ikitumia TEHAMA ili kuweza kurahisisha mawasiliano kati ya mahakama na wateja. Mteja anaweza akafungua kesi yake akiwa nyumbani, na pia mwendesha mashtaka anaweza kufungua mashtaka yake akiwa ofisini kwake. Hata wakili pia anaweza kufungua mashtaka yake akiwa ofisini kwake. Kwa kuna mahakama mtandao ambayo inaendelea mahakamani na ndio tunaifanyia kazi. Kwa hata hapo ni mahakama mtandao, hata usikilizaji wa mashauri mahakamani hatutumii makaratasi. Na ni paperless court, ina maana tunasikiliza moja kwa moja kutumia kompyuta mpakato. Kwa tunaendelea moja kwa moja na uchapaji wa mashauri. Na tunapomaliza kuchapa kusikiliza mashauri, ina maana hukumu ya mteja inapatikana moja kwa moja mara tu baada ya shauri kuisha, kumwezesha kukata rufaa kwa wakati na kuendelea na taratibu zingine za mahakama. Sawa sawa. Umeongelea swala la mahakama sasa kwenda kujiongoza au kujiendesha kupitia TEHAMA, ikiwa na maana ya masuala ya kimtandao hayo. Sasa inapotokea mteja yeye ni mwananchi tu wa kawaida ambaye masuala haya ya kimtandao hayupo vizuri, yani sio mtaalamu sana kwenye masuala ya kimtandao, mahakama inajiendesha kimtandao, huyu mteja anasaidiwa vipi ili na yeye aweze kupata haki yake na masuala mazima haya ya kimtandao pia yaende sawa kwa upande wa mahakama? Swali lako hilo ni zuri. Maboresho haya yote yanalenga kumsaidia mwananchi ambaye ni mtumiaji wa huduma yetu. Kwa hiyo mwananchi ambaye hana ujuzi wa TEHAMA anafika mahakamani, tuna ofisi maalum ambayo tunaita kioski. Kunapatikana watumishi wa mahakama ambao wako pale kwa ajili ya kusaidia wateja ambao hawawezi kuitumia hii huduma ya mtandao wakiwa mbali na mahakama. Kwa hiyo watasaidiwa na mashauri yao yatafunguliwa pale. Wataongea nao watumishi wa mahakama, watawasaidia kufungua mashauri kwa njia ya mtandao. Watahudumiwa kama kawaida. Sawa sawa. Lakini pia tukiangalia kauli mbiu yetu 2024 ina dili sana sana na haki za jinai. Je, kwa wale ambao watakuwa na haki za madai inakuwaje kwamba kama tutasema kauli mbiu yetu inadili sana sana masuala ya haki za jinai, kwa hiyo sisi wenye haki za madai tutakuwa na haki 2024? Hapana. Hatumaanishi kwamba huu mwaka tutakuwa tunashughulikia watu wa jinai tu. Watu wote watashughulikiwa. Lakini tutaboresha ule mfumo wa ushirikiano na wadau kuwezesha upatikanaji wa haki jinai. Ulikuwepo na ulikuwa unafanya kazi tu vizuri na ushirikiano ulikuwepo, lakini tunataka kuongeza ushirikiano zaidi ili kila ambacho tumekuwa tukikifanya basi kiweze kuonesha matokeo chanya zaidi kuliko mwanzo. Nafikiri hilo limeeleweka vizuri ndugu mtazamaji wa Alpha TV. Sasa mahakama inatoa wito gani katika kuhakikisha mwananchi anayafahamu haya maadhimisho vizuri, lakini pia anaifahamu hii siku ya sheria nchini vizuri? Mimi kama hakimu mfawidhi wa mahakama ya wilaya Nachingwea, ninawakaribisha wananchi kwanza wa Nachingwea kuwa wakaribie siku tutakaofanya matembezi tarehe 27. Tutatoka viwanja vya mahakama ya wilaya, tutaelekea chuo cha TC Nachingwea. Alafu baada ya hapo kutakuwa na bonanza. Baada ya hapo kutakuwa na bonanza la mpira wa miguu katika uwanja wa Sokoine, ambapo timu mbalimbali zitashiriki. Kwa hiyo kutakuwa kuna timu ambayo
ya wananchi, watashindana na wadau wa haki jinai, na pia wadau wa haki jinai watashindana na timu ya veterani. Kutakuwa na michezo mbalimbali, kutakuwa pia na wadau wengi watakuwepo kutoka taasisi mbalimbali wakionyesha kazi za taasisi zao. Na pia hiyo itakuwa tarehe 27. Tarehe itakayofuata kutakuwa na utoaji wa elimu. Kuna timu itatoa elimu katika redio, na pia kuna timu nyingine itakuwa inaenda kutoa elimu shule ya sekondari Nachingwea Girls, alafu nyingine itaenda kutoa elimu shule ya Nachingwea Day. Na pia tarehe itakayofuata kuna timu itaenda kutoa elimu sokoni, kwenye soko kuu la wilaya, na kuna timu pia ambayo itaongozwa na mimi mwenyewe itaenda kutoa elimu gerezani kwa wafungwa na mahabusu. Kwa hiyo wasipange kukosa, kwa sababu hili ni jambo ni la kwao, wanatakiwa waje wafahamu. Wakiwa na maswali wataulizwa, watajibiwa. Wakiwa na maoni tutayapokea, pia na pongezi tutazipokea. Ndugu mtazamaji wa Alpha TV, nafikiri tumepata ABCs kuhusiana na masuala ya haki mbalimbali, lakini kuhusiana na masuala ya haki za jinai pamoja na haki za madai, lakini pia tumepata kufahamu juu ya nini hii wiki ya maadhimisho ya sheria, lakini pamoja na ile siku ya sheria. Kwa hiyo mara baada ya hapo mimi sina la ziada. Karibu sana, naendelea kufuatilia Alpha TV, na usisahau kusubscribe pamoja na kucomment na kutoa maoni yako pale, ili tuweze kuboresha mambo mbalimbali kwenye Alpha TV. Madam, asante sana kwa muda wako, na sisi nafikiri tutaendelea kuwa wageni wako katika masuala mbalimbali ya kisheria. Karibuni sana. Karibuni sana, tuko pamoja.